Hili Jimbo Katoliki Moshi, katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Leo amezaliwa kwa ajili yetu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Tunapata neno hili kwa mwinjili Luka sura ya 2 mstari wa 11. Maana ya maneno haya mazuri ni kwamba tuko tayari kwenye kipindi cha Christmas, kipindi cha Noeli. Na hivi wapendwa waamini wa Jimbo Katoliki Moshi pamoja na waamini wote wa Kanisa Katoliki mahali popote walipo, lakini na watu wote wenye mapenzi mema, wana wa Mungu, ninapenda kuchukua nafasi kwanza kabisa kuwatakieni heri sana kwa sherehe ya Krismasi. Hongereni sana kwa kuingia katika sherehe ya Krismasi 2025. Ninaomba na ninasali iwe kweli ni Krismasi ya sala, Krismasi ya furaha, Krismasi ya neema, Krismasi ya amani na Krismasi ya matumaini. Hiyo ndio sala yangu kubwa. Itawaliwe na roho hiyo ya sala, roho ya furaha, roho ya neema, roho ya amani pamoja na matumaini. Ni mahujaji wa Mungu katika matumaini. Iwe ni Krismasi ya matumaini. Wapendwa ndugu zangu, Krismasi ni sherehe ya mwanga. Ni sherehe ya mwanga, ni sherehe ya nuru. Nabii Isaya anasema watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, yani wameona mwanga. Tunalipata hili katika kitabu cha nabii Isaya ile sura ya 9 mstari wa 2. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Na hii ni mojawapo ya masomo yanayosomwa katika sherehe ya Pasaka, tena kuanzia usiku mpaka mchana. Kwa hiyo ina maana kwamba Krismasi ni sherehe ya mwanga, ni sherehe ya nuru, mwanga. Kama ndio hivyo, ni waombe, ni mwaliko pia na kwetu sisi wanajimbo Katoliki Moshi, lakini na wana wote wa Mwenyezi Mungu walioko mahali popote, tuyaondoe magiza katika maisha yetu. Tupambane. Tukiwa kwenye kipindi cha neema, tujitahidi inavyowezekana kuondoa magiza. Takatifu Paulo katika barua yake kwa Tito, ule sura ya 2 mstari wa 11, anasema neema ya Mungu Mwokozi wetu inayowaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Sasa hiki kipindi cha Krismasi ni kipindi cha mwanga. Maana neema ya Mungu Mwokozi wetu inayokomboa wanadamu wote imefunuliwa. Sasa kama hiyo neema ipo, inatupa nguvu ya kuondoa magiza yaliyopo katika maisha yetu. Yapo ya aina nyingi. Tuondoe magiza ya kila aina ambayo yanatuzingira katika maisha yetu. Tuondoe mambo madogo kabisa. Magiza ambayo yanatokana na masengenyo,
kuna umbea, kuna ulevi. Haya ni maagizo hayo. Kuna wizi, kuna madeni, watu wanachukua fedha za watu warudishi. Kuna uongo, kuna vitina, kuna wivu, kuna ushirikina, kuna mazoezi ambayo ni ya kupingana na imani yetu takatifu, inaitwa sijui ni dini za mashetani. Hayo ni maagizo hayo, tuondoe yote hayo, tuondoe usuria, sio fadhila. Kwa hiyo kwa hii neema ya Mungu ambayo ipo sasa hivi, ambayo Mtakatifu Paulo kwa Tito anasema neema ya Mungu inayowakomboa wanadamu wote imefunuliwa, na tunatangaziwa sasa na nabii Isaya kwamba kipindi cha Krismasi ni kipindi cha mwanga, ni kipindi cha nuru. Tujitahidi sana kwa neema hiyo. Sisi wenyewe hatuwezi mambo mengine wapendwa, lakini kwa neema ya Mungu, kwa nguvu ya neema ya Mungu inawezekana. Lakini hata hivyo ni waombe wote ambao tuko kwenye Krismasi hii, inawezekana basi kuna hayo mapungufu, tumekamatwa hapa na pale. Hata hivyo ninawaomba tusiadhimishe Krismasi kwa uchungu, kwa sababu tuko katika hali hiyo ya madhaifu hapa na pale bado, kwa sababu tunaimba daima katika ile kauli mbiu yetu ya mwaka mtakatifu Jubilee 2025, mahujaji katika matumaini. Hata kama bado tuko kwenye hali hiyo ya kukamatwa hapa na pale, ningewaomba tuadhimishe Krismasi kwa furaha. Na mtu akikwambia furaha ulio nayo unaipata wapi wakati ambapo wewe uko katika hali hii ya usuria, hali hii ya hujalipa madeni, fedha zangu hujalipa, lakini waambia hata hivyo nina matumaini kwamba hali itabadilika tu. Tunasafiri katika matumaini kwamba kwa neema hiyo ya Mungu ambayo imenifanyia nikaweza kuona Krismasi hii, nitaweza kulipa hayo madeni. Lakini sasa tuseme hivyo kweli, kwa matumaini, unafurahi katika matumaini, unashangilia Krismasi hii katika matumaini, kwa sababu unajua kwamba hata kuiona tu ni neema ya Mungu, na hivi unaamini neema hiyo ya Mungu iliyokusaidia ukaona Krismasi hii itakusaidia pia uweze kuondokana na hayo maagiza ya aina mbalimbali ulionaswa nayo katika maisha yako. Lakini usipende sasa kubaki huko tu. Ninachoomba hapa ni kwamba si vizuri kweli sherehe kubwa kama hii yoyote aadhimishe kwa uchungu. Kwa uchungu na kuwa na huzuni tu. Ukiambia kwa nini? Sasa mimi nimejawa na majungu kabisa. Majungu yananisumbua, uchawi unanisumbua, wivu unanisumbua, madeni yananisumbua, usuria unanisumbua. Hapana, sema pamoja na haya yote, ninaadhimisha kwa furaha, na furaha yangu iko katika matumaini kwamba hivi karibuni nitatoka humo. Maana sisi ni mahujaji katika matumaini. Neema ya Mungu ambayo imenisaidia nikaweza kufikia hapa itanisaidia tu niweze kutoka katika hali hii. Na wewe sasa katika safari yako utakapofika wiki ijayo na baada ya mwezi mmoja miwili tunapoingia Januari, utoke huko kweli. Usiwe tu wewe unajidanganya kwamba kila wakati mimi ninasafiri katika matumaini. Matumaini mpaka lini? Basi niwaombe tutumie kipindi hiki. Ni kipindi cha neema. Ni kipindi cha neema kweli. Ona jinsi hata tu watu wengi wamefanya safari kutoka katika makazi yao, wanasafiri kuja kwenye familia, kuadhimisha na familia. Hii ina maana gani? Ni kipindi ambacho ni cha furaha. Ni kipindi ambacho ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, ni baraka. Na hivi inavyokuwa hivyo baraka, tuendelee kumshukuru huyu Mungu
Mungu ambaye pamoja na madhaifu yetu hatunyimi neema zake, hatunyimi baraka zake, hatunyimi ufadhili wake kwa sababu ya mapungufu yetu. Anaendelea kutuonea huruma tu. Na sisi kwa kweli tunapoadhimisha basi tumshukuru, lakini wakati huo huo tufanye jitihada. Tuone kwamba kama Paulo anavyotuambia tena mahali pengine katika barua yake kwa Warumi sura ya 2 mstari wa 4 kwamba uvumilivu wa Mungu unatualika tutubu. Uvumilivu wa Mungu unatualika tutubu. Tuona kwamba Mwenyezi Mungu anatuvumilia sana katika madhaifu yetu. Si kwamba sasa amepiga madhaifu yetu, ameyapiga muhuri, lakini Mungu ni mwema, ni mvumilivu mno. Anatuvumilia mpaka dakika ya mwisho. Uvumilivu wake unatualika tufanye toba. Uvumilivu wake unatualika turudi katika Yesu mwanaye na tuifurahie hii neema ya Krismasi katika utimilifu wake. Basi ndugu zangu, nirudie tena kumshukuru sana Mungu kwamba mimi na nyinyi tumepata nafasi hii, tumepata upendeleo huu kwa kuadhimisha Krismasi ya Bwana 2025. Na kwa kweli tunasali iwe ni Krismasi ya furaha, Krismasi ya neema, Krismasi ya baraka, Krismasi ya matumaini. Lakini niombe pia iwe ni Krismasi ya familia. Tukae nyumbani wakati wa Krismasi, baada ya kutoka kanisani, tuhakikishe kwamba tujitahidi inavyowezekana twende tukasali katika makanisa yetu. Kuna misa ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, misa ya jioni mahali pengi. Yaani kweli jamani, tushindwe kabisa siku ya Krismasi na siku zinazopatia Krismasi twende kanisani tukasali. Tukaguzwe na hiyo neema ya Yesu. Hiyo neema ambayo Paulo amesema neema ya Mungu inayowaokoa wanadamu wote imefunuliwa, na sisi tuguza hapo. Sasa ikishatuguza hivyo, tuliko nyumbani, tukae na familia. Baba akae na mke wake na watoto. Tuongee mambo ya familia na chakula tule kama familia. Alafu tufanye mazungumzo ya familia. Tuweke simu mbali kwa kipindi hiki. Tuzungumze familia. Alafu kama kuna watoto ambao wanataka kuonyesha mchezo wao, waonyeshe hapo watoto wadogo wana mambo yao. Yaani tufurahi tu tuweko kwenye familia. Kwenye familia kuna furaha ya ajabu ambayo Yesu ameiweka huko. Tuifurahie pia furaha ya familia. Basi ninamalizia kwa kumshukuru Mungu, kwa kuwashukuru nyinyi, na nikiamini kwamba na nyinyi mtajitahidi inavyowezekana Krismasi hii mchangie sana katika kuifanya iwe Krismasi ya sala, Krismasi ya neema, Krismasi ya furaha na Krismasi ya matumaini. Basi tujiweke mikononi mwa Mungu na tuendelee kumwomba basi sisi wote kwa wote atujalie kipindi chema wakati huu, na atujalie neema ya kuvuka tuingie katika mwaka mpya 2026. Asanteni sana. Asante Bwana Yesu kwa kutujalia Krismasi ya mwaka huu 2025. Tunakuomba utujalie neema ya kuvuka tuingie 2026. Sifa na utukufu ikiwa ni kwako. Asanteni. Krismasi njema kwa wote kabisa. Tumsifu Yesu Kristo.